Zuchu ni msanii wa Wasafi, haitobadilika na itakuwa hivi mpaka Mwenyezi Mungu atakapoamua, na akiamua Mwenyezi Mungu bado tuko kwenye Zuchu's baby shower na niko na meneja hapa Bwana Kim Kiando. Kamkubwa, kwema? Kwema kama kawa. Kwa vizuri? Kwa vizuri kabisa. Hongereni kwa hatua hii kubwa kwanza. Asante sana, nashukuru, hongereni na nyie pia. Okay. Wewe ni moja kati ya watu ambao mko karibu sana na Zuchu. Hichi kipindi cha ujauzito wa Zuchu, wewe kama mwanaume, wewe kama mtu ambaye una manage kazi zake na vitu kama hivyo, una handle vipi situation zake? Tunafahamu wajawazito jinsi walivyo. Yeah. Uzuri Zuchu mimi ni rafiki yangu. Yaani moja kati ya rafiki yangu wa karibu sana. Zaidi ya miaka 10 sasa hivi ni marafiki. So na ananijua vizuri na mimi pia namfahamu. Kwa hiyo hata kwenye kazi imekuwa ni rahisi. Na kwa kiasi kikubwa Zuchu amekuwa ni mjamzito tofauti sana, kwa sababu alikuwa siku zote anaendelea kufanya kazi, yuko studio. Watu kama wafahamu Zuchu aliweza kuperform akiwa na ujauzito wa miezi 6 kwenye harusi. Kuna harusi kubwa sana ilifanyika na ilikuwa pesa nyingi sana. Alikuwa na ujauzito wa miezi 6 na aliweza kuperform. Kwa hiyo inaonyesha ni jinsi gani alivyokuwa amejiandaa na jinsi gani alivyokuwa na energy. Hata leo hii yenyewe umemwona yuko sawa, yuko vizuri, anafanya sana mazoezi. Alikuwa anahakikisha anakimbia si chini ya kilomita 3 kila siku. Hadi mwenyewe alikuwa atushangaza. Kwa hiyo ni mtu ambaye yani tangu mwanzo ulikuwa unaona kabisa ni mtu alikuwa yuko strong na anahakikisha anafanya mazoezi vya kutosha na sio mjamzito wa kulala tu ndani, kwa sababu yeye ni msanii. Kwa hata kama alikuwa atokei kwenye matukio tofauti, lakini deep down alikuwa anaendelea kufanya kazi. Bado nakupenda imetoka Zuchu mjamzito. Umeona kashoot video Zuchu mjamzito, na kuna project zingine zinakuja kutoka huko mbele. Zuchu ameshoot ni mjamzito. Kwa hiyo hakukaa ndani, alikuwa anaendelea kufanya kazi vile vile. Sema ni shows tu, kuna muda tulizizuia. Kuna kipindi alikuwa anavaa nguo fulani hivi kubwa huko kwenye Instagram mitandaoni huko, maana alikuwa ni mengi sana. Alikuwa na handle vipi na ulikuwa na handle vipi kumsaidia? Yeye ndo mimi namuitaga Zuchu ni bingwa wa mipango. Kwa alikuwa anajua na zile yote ilikuwa yale mavazi ilikuwa ni kuficha ile kitu, na tulijitahidi kwa kiasi chetu. Watu wengi hawakuweza kufahamu. Dakika za mwisho tulivyoanza sasa kutoa information ndo watu wamekuja kujua kwamba kweli alikuwa ni mjamzito. Na wote mmeona, sisi tunamwombea heri nyingi sana kwa sababu amebakiza muda mchache sana kuweza kutimiza jambo kubwa sana kwenye maisha yake, na Mwenyezi Mungu tunamwombea mjalie heri, aweze kujifungua salama, mtoto azaliwe salama na afya njema, awe smart kama yeye mama yake na baba yake pia. Kazi ziendelee. Tumemiss sana kwenye muziki. Ana Zuchu yupo kwenye ndoa unajua. Ni kwa nini mlitumia muda mrefu kuficha hichi kitu? Ni maamuzi tu, na unajua ni msanii. Kwa unapokuwa msanii lazima utafute namna nzuri ya kutengeneza vitu vyako. Kama unavyoona hii baby shower imedhaminiwa na Mama Hood. Kwa unaona kila kitu anachokifanya mwanamuziki wa kisasa kinatengeneza pesa. Na huko mbeleni tegemeni kama Zuchu akilamba madili manono sana kutokana na ujauzito. Kwa hiyo yote kuficha kila kitu ilikuwa ni kutengeneza exclusive kwa baadhi ya watu ambao wengine tushakubaliana nao na wengine tupo kwenye mazungumzo. Yote kuhakikisha kabisa mtoto anaanza kuwa na brandi kabla hata hajazaliwa. Tangu yuko tumboni mtoto kashaanza kuingiza pesa. Tumeona leo watu walivyotunza, nao ni watu wachache. Kwa ni hivyo yani all blessings kwa kweli. Kuna kutokuelewana, kugombana kwa hapa na pale kwa wanandoa. Wewe kama meneja ambaye unasimamia kazi za Zuchu lakini pia unamsimamia Diamond kwa mambo baadhi, huwa unakaaje katikati hapa? Wanasemaga wana ndugu wakigombana shika jembe ni same hata kwa wanandoa kawaida. Kwa hiyo ikitokea unawaacha kama walivyo na utasote wao wenyewe. Ukiwezi kutoa ushauri kwa watu wanaopendana, ni vitu vya kawaida hivyo kutokea, na leo nadhani umeona sasa watu wengi. Nacho mimi huaga nafurahiki kwa sababu watu wengi wanakuaga ni wepesi sana kujimaliza. Kama leo watu mitandaoni walikuwa wanasema wanalaumu Diamond aija kwenye shughuli, hawajui watu walikuwa wamesema Zuchu amejifungua, leo wamemwona Zuchu bado mjamzito. Kwa hiyo watu wanajaribu kutafuta maneno tu, lakini sisi ndio tunaojua ukweli, na nadhani watu leo wameona Diamond na Zuchu, umeona yenyewe amekuja, amemzawadia, na mpaka sasa hivi tunapozungumza wako wote pamoja. Hakuna kingine. Hao mengine tu yote ni watu wanatengeneza tu ili kuchangamsha game, umeona, kupata pesa kwenye mitandao na kitu kingine, lakini
sisi tunajua kwamba Diamond na Zuchu ni wanandoa na hamna chochote, na inshallah Mwenyezi Mungu akawajalia heri, siku za hivi karibuni tunategemea kupata mtoto wa kike. Yeah. Kim, wewe ni miongoni mwa watu ambao nahisi mlikuwa mnajua kitu atakachokifanya Diamond Tarime kwenye Retro, kutoa misaada kwa watu. Aliwapa wanawake zaidi ya 600 laki moja kwa ajili ya mitaji yao na vitu kama hivyo. Huko kuna baadhi ya watu akawa wanasema bwana, Diamond ni mtu ambaye anatengeneza content kwenye hizi misaada. Wewe ni mmoja wa watu ambao ulitoka na ukapinga hilo. Huwa inamkata vipi Diamond? Anajitahidi kutoa misaada kwa watu, lakini kuna baadhi ya watu wanaidogoresha. Yeye kumkata hata mara moja. Unajua Diamond ni msanii ambaye naweza nikasema hili, Diamond ndio msanii wa kwanza kwenye ukanda huu, na hata inaweza kiwezekana hata katika bara hili akawa ni mmoja kati ya wasanii wachache ambaye ameweza kudumu kuwa namba moja zaidi ya miaka 13. Sasa hivi naenda ni miaka 15 tangu aliposhika usukani, hajawahi kushuka. Kwa amepitia vitu vingi sana kwenye maisha yake. Kuna watu kawakuta wamemwacha, kuna watu wamemkuta wamemwacha, yeye anaendelea na kasi ile na pesi ile. Kwa vitu vidogo haviwezi kumyumbisha hata kidogo. Alafu watu wasichokijua, hichi ambacho watu wanakiona kwenye mtandao ni 5% kati ya 100 ya watu ambao wamewasaidia, na mara nyingi waga waonyeshi. Sema kuna baadhi ya matukio ni lazima yaonekane, kwa sababu tangu shughuli kama Retro inaanza kushutio tangu tuko tunatoka Dar. So vitu kama hivi vinavyoonekana, zile comment unazoziona sweet fumbo maliza, pia ni vitu vidogo sana. Kuna watu wengi sana Diamond amewashika mkono na amewasaidia ambao hawajai kuonekana, lakini vitu kama vile vinaonyesha ni kwa namna gani Diamond pia ukiachana kuburudisha tu, sababu ni kitu cha jamii, lakini pia anaigusa jamii. Nadhani ulikuwa mnaona reaction ya wale wakina mama kina kaka, walikuwa so emotional, umeona kwamba hawakutegemea. Kwanza wamemuona msanii mkubwa kwa maisha yao, hajawahi kutegemea, lakini pili kawasaidia. Watu wanaweza kuona kile kiasi kidogo, lakini kuna mtu kwa siku anatamani apate shilingi 1000 ili maisha yake yasonge. Wale wamepewa mitaji ni kitu kikubwa sana. Kuna wengine ambao walipewa hata wakuonekana. So ni watu wasiojua mambo, lakini tushazoea. Kwa hiyo tukiona watu wakipitiliza kiwango lazima tuingie kati tuwakanye, kwa sababu Diamond ana noma, lakini si watu wake wa chini tuna noma. Hatuwezi kuona mtu anamwongelea Diamond vibaya, Zuchu vibaya akapitiliza. Kuongea vibaya tunaacha ongee kwa sababu ni kawaida, lakini akivuka mipaka lazima sisi tutake action. Okay, basi tumalizie hili. Neno moja kwa Zuchu na Diamond, wanaenda kutarajia kupata mtoto hivi karibuni. Kwa Zuchu tunampenda sana, namtakia namtakia baraka na heri zote. Mwenyezi Mungu amjalie kila la heri, ajifungue salama, kwa sababu uzazi ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo sisi namwombea, mimi binafsi personally namwombea kila la heri. Good people, tumetoka mbali, anajua watu wanampenda na kila kitu, kwa hiyo strong, ajifungue salama. Kwa Simba na Masimba tuongee nini? Simba anahitaji mangoma ya kutosha sana. Mangoma anakuja by the way. So mashabiki wa Simba wategemee ngoma kali, na kama Simba tunaendelea kumpongeza. Mimi kama bosi wangu na nampongeza. Of course ine mwenyewe kwa Keni, hongera kwake. Alikuwa na mtoto mmoja wa kike, sasa hivi anapata wa pili wa kike. Familia inazidi kuongezeka. Fanye kazi. Let love lead, wazungu wanasema, acha upendo utawale. Ni hayo tu. Kim, sidhani kama itakuwa sahihi mimi nikikuacha ukaondoka bila kukuuliza hili swali. Kuna maneno kwenye mitandao huko, kuna watu wanazungumza kwamba Zuchu baada ya kutofautiana na Diamond ilifikia hatua mpaka akatuma barua kuondoka WCB. Ikoje? Sasa lebo ya Wasafi imeposti sehemu kwamba Zuchu kaandika barua. Zuchu ameposti sehemu kaandika barua. Diamond, sasa umeatoa wapi hayo maneno? Kuna watu walisema Zuchu kashajifungua mtoto wa kiume. Mwijako leo sikasema Zuchu ajifungua mtoto wa kiume. Sasa ili vitu vya kawaida hivi, yani ni lazima watu wataviongelea tu. Lakini sisi tunaojua ukweli tunakaa tunaangalia. Watu kama hivi, vitu kama hivyo hatuwezi kuviacha. Hatuwezi tunavipotezea yani kwa sababu havi make sense. Lakini ukweli tunaojua Zuchu ni msanii wa Wasafi, haitobadilika na itakuwa hivi mpaka Mwenyezi Mungu atakapoamua, na akiamua Mwenyezi Mungu tutaweka wazi, sio siri mtu kutoka, na tutatangaza. Lakini as it stand, Zuchu ni msanii wa WCB Wasafi, weka nukta mbele, hakuna mabadiliko yoyote. Tegemeeni project kubwa kutoka kwa Zuchu, kubwa zinakuja kabisa kuliko